Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ni siku nyingine tumeweza kukutana, na leo tupo hapa kwa ajili ya kufundishana na kuelimishana juu ya maisha yetu ya Ukristo. Tunasema kwamba epuka tabia ambazo zinazokufanya wewe na Mungu wako mnakuwa mna utengano. Kwa sababu gani? Vile ambavyo unavyokuwa ni mtu wa kutoka na kuingia, ndivyo unavyojitengenezea imani yako kuwa ni imani ambayo sio kuwa na msimamo. Niki kitu ni kibaya sana, kwa sababu kuna muda Mungu atakuja kwako, anataka aachilie kitu kwa ajili yako, atakukuta umetoka nje. Ndio maana hata ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomwambia Adamu uko wapi, sio kwamba Mungu alikuwa anamuuliza kaenda wapi, lakini alikuwa anamwambia kwamba mbona sikuoni kwenye nafasi ambayo niliyokuweka mwanzoni? Umeketi wapi? Nani kakupeleka kwenye hiyo nafasi? Ndio maana alipojibu kwamba nimejificha, niko uchi, alimuuliza nani alokuambia uko uchi? Kwa sababu kile kitendo cha yeye kuasi kimemfanya atoke nje ya ufalme, au atoke kwenye kile kiti alichokuwa ameketi katika ufalme na kushushwa katika dhambi. Vile ambavyo Mungu amekuweka leo na unavyojiweka kwenye maeneo ambayo sio, ni unajitoa katika ufalme wa Mungu na kwenda kwenye maeneo ambayo sio Mungu amekuweka. Kwa sababu kama Mungu amekuweka hapo ulipo leo, na wewe unataka kufanya kitu ambacho ni tofauti na Mungu au hakiendani na mapenzi ya Mungu, na ndani yako unasikia kukatazwa, lakini bado unafanya hilo, ni zuio la Mungu kuwa kwako. Yaani hicho ni kizuizi cha wewe kuishi na Mungu kwa ukaribu. Kwa sababu gani? Vile ambavyo wewe unavyojiona uko sawa na imani yako inajaribu kukataza, unasikia hali ya kuzuiliwa, lakini kwa sababu unaona ni uhalisia wa kawaida au unahamasishwa na eneo na mazingira, unafanya, unajaribu kusema kwamba kile kinachokuzuia hakina nguvu, ila kile kinachokuhamasisha kukuasi ndio kina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo unavyojiweka ni Mungu ametaka uwe, au vile ambavyo unavyoenenda katika misingi ya Ukristo na maisha yako ni vile ambavyo Mungu amekuelekeza uenende, au ni vile ambavyo unavyowaza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Adam hakuwa ametoka kwamba yuko nje ya bustani, lakini alitoka nje ya agano ndani ya bustani. Ile ya kwamba uko ndani ya kanisa, maanake uko ndani ya jengo hili, lakini sheria za Mungu zilizomo ndani ya kanisa umezishika, au umeshika kwenda kanisani, lakini sheria za Mungu ndani ya kanisa huzitimizi. Kwenda kanisani haimaanishi umezishika sheria za kanisa. Kanisa ni moyo wangu, ndani yangu ndipo kuna kanisa, sio majengo. Yesu anaposema anakuja kulichukua kanisa, haji kuchukua matofali na mabati mliochangishana kujenga, anakuja kuchukua moyo wako ambao ndio na ibada takatifu. Kama Mungu angekuwa anaangalia eneo, anaangalia majengo, vitu, basi hata Adam asingeulizwa uko wapi, kwa sababu alikuwepo bado ndani ya bustani. Lakini Mungu alikuwa anaangalia sheria na misingi aliyoiweka. Ndio maana alimuuliza Adam, uko wapi? Aliposema nimejificha, niko uchi, alimuuliza ni nani aliyokuambia uchi? Kwa sababu gani? Sheria ambayo Mungu aliiweka ilikuwa imuonyeshi Adam kwamba yuko uchi. Mungu aliweka sheria ambayo inamuonyesha katika usahihi aliyopo, hawezi kuona kitu tofauti ya kile ambacho Mungu amemtengenezea. Vile ambavyo alivyokuwa anaona yeye ni kitu kingine kilichokuja kutengeneza hiyo taswira ndani yake.
Maisha yake yalitengenezewa kitu kingine ambacho ni tofauti na vile Mungu ambavyo anavyotaka aone. Ndio maana ni muhimu sana kuombea hata macho yako ili yapate kuona vile ambavyo Roho Mtakatifu anataka uone. Vile ambavyo unavyoona wewe ni tofauti na Mungu anavyotaka uone. Kila ambacho unachokiona wewe leo ni tofauti na Mungu anavyotaka uone. Mungu anaweza akakuweka mahali fulani, ukaenda hapo kwa unyofu na Mungu na ukamwomba Mungu akupe hiyo nafasi, lakini baada ya kupata hiyo nafasi mwenendo wako unabadilika, sio tena unenenda katika ufalme na utukufu wa Mungu. Yaani humwakilishi Mungu tena kwenye hilo eneo, bali unawakilisha tamaa na mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuweka mahali fulani kwa sababu ya utukufu na utumishi wake mtakatifu, kwa ajili ya wengine, si kwa ajili yako. Amekuweka wewe uwe mtumishi na utumike kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vile unavyofanya wewe ni tofauti na Mungu anavyotaka. Ndio maana tunasema misingi ya uenendaji katika Kristo ni umeishika au umeshika tu. Umeshika juu juu. Vile ambavyo Mungu anavyotaka uenende, mtu wa Mungu, sivyo kama ulivyo hapo. Jitathimini, jitafakari, ni wapi ambapo umeanguka, kwa sababu kuna sehemu anasema kwamba rudi nyuma ukatazame ni wapi ambapo umeanguka, ukatubu, nami nitakujia na kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Usikae nyuma kujificha na ukatoa picha ambayo ikawa